na kwa sababu semina hii imekuwa ya baraka sana, najua kila mtu ana kiu na kushauku ya kuona au ya kusikia kile kinachoendelea tena siku hii ya leo. Basi nikuombe usimame kwa miguu yako na tutakwenda kumpokea mwalimu wetu. Karibu sana mchungaji kiongozi, mshangilie Bwana kwa makofi mengi. Hallelujah. Karibu sana. Amen. Amen. Kwa shangwe hizi inaonyesha kabisa tunabarikiwa, si ndio? Funika macho yako sasa tuombe. Baba yetu, tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema. Asante kwa uaminifu wako, umetupa tena wasaa mwema jioni ya leo. Baba, kusogea mbele za kiti chako cha enzi kusikia kutoka kwako Bwana. Mioyo yetu imejawa na kiu na shauku ya kutamani kusikia kwa habari ya ujumbe mahususi ambao Bwana umeuandaa kwa juma hili tena. Baba, asante kwa ajili ya mtumishi wako ambaye Bwana umempaka mafuta. Basi neema yako ikawe nyingi mno juu yake na maongozi ya Roho yako Mtakatifu yakawe juu yake, Bwana. Asante kwa sababu utampa kunena sawasawa na hitaji letu, sawasawa na shauku yetu ambayo Mungu tumetamani kusikia kutoka kwako. Baba, utukufu ni wako na uweza ni wa kwako. Tunasimama kinyume na kila mawazo yaliyo kinyume na mahali hapa, mawazo mtawanyiko, hali ya uchovu sio wa kawaida. Katika jina la Yesu Kristo usifanikiwe, bali Bwana ukalibariki neno lako na sisi sote tunaokwenda kusikia, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Asante sana mchungaji, tukae. Watu wa Mungu na wasalimu kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Asante kwa kufika kwenye semina yetu hii, siku yetu ya 4. Wakati mwingine namkumbuka Mariamu aliyependa kukaa miguuni pa Yesu na kusikia maneno yake. Unajua, kipimo kimoja cha kumpenda Mungu kikubwa kuliko vyote ni kuwa mtu wa neno, kuwa mtu wa kupenda kuisikia maneno yake, kumfanya yeye kwa mwalimu wako wa maisha. Na mimi nawaambia, tukiweka mkazo kwenye hili, yale mengine ya utashangaa yanakuja, yanakuwa rahisi sana. Maana nasema na hayo mengine mtazidishiwa. Hakujawahi kuwepo mtu, nilikwambia, katika umri wangu wa kumtumikia Mungu 43 years na miaka ya full time, miaka ya 30, nilisema 30, actually 38, maana ni 88. Nilianza 88 ile kuwa kabisa kanisani kama mchungaji. Maana kama mwaka kesho kutwa atamiza miaka 40. Sijaona katika miaka yote 43 sijaona mtu mwaminifu kwa Mungu asiyerutubishwa kwenye mambo ya mwili, sio ya roho tu, ya mwili. Huwezi ku end up maskini kama unamtumikia Mungu sawa sawa. Ni kitu kiko wazi. Huwezi kupartner na Mungu, yaani Mungu akawa partner wako alafu ukafeli. Si mahesabu marahisi tu haya. Yaani wewe ni partner na Mungu, maisha yako sio yako mwenyewe. Mungu umempa nafasi yake kwenye hayo maisha, na uko serious na hilo, na ndio lifestyle yako, alafu akuache. Hakuna, no way. Nakwambia, mtu atembea na Mungu atapita mahali ambapo wengine hawapiti, atafanikiwa mahali ambapo wengine wanafeli. Kwa sababu Mungu hawezi kukuangusha. Hilo ndio kweli mmoja unahitaji kuelewa. Mungu hawezi kukuangusha. Hebu sema, Mungu hata niangusha. Kabisa. Kila kitu kinaweza kukuangusha. Unaweza kuwa na biashara ikakuangusha, unaweza kuwa na ajira ikakuangusha, unaweza kuwa chochote. Hata ukiwa mtu mkubwa, hata vyeo vina mwisho. Hata umaarufu unaweza kuwa na mwisho. Lakini ukisimama na Mungu, shina likiwa ni Mungu, wanaweza kukata kila kitu huko juu, lakini utachipua tena. Hallelujah. Jana tumezungumza habari za utoaji, kwamba unaakisi hali ya moyo wa mtu wa Mungu kwa Mungu wake. Yaani jinsi utoaji wangu ulivyo, maana yake ndivyo na moyo wangu ulivyo kwa Mungu. Na katika kutazama hiyo, tunaunganisha na ukweli ulio karibu sana kwamba kinachomsukuma mtu wa Mungu kwenye utoaji, namba 1 ni kumpenda Mungu wake, ni kumcha Mungu wake.
Ndio kitu cha kwanza. Kuna kingine tutazungumza leo, lakini cha kwanza ni hicho, kwamba tunamtolea Mungu kwa kuwa tunampenda, tunamcha na ametuagiza kumpenda, kufanya hivyo. Kwa hiyo tunamtolea. Mioyo yetu ikijitolea kwa Mungu kabisa, tukampenda kabisa, tutampenda yeye na kazi zake. Ngoja niazime neno ushabiki, lakini sio zuri, ila sina lingine lilo bora zaidi. Kile unachokipenda unakishabikia na uone shida kukitolea, si ndio? Huwezi kuwa na shida kukitolea. Na ndio kinachotusukuma hicho, kumpenda Mungu wetu, kumpenda Mungu wetu. Kama vile Daudi alivyoiwekea shauku nyumba ya Mungu wake, akatoa kiasi cha kutisha, kwa namna ya kutisha kabisa. Jinsi alivyowaza na kuona, mimi niko kwenye nyumba iliyojengwa kwa mwerezi na sanduku la Mungu wangu linakaa kwenye mapazia. Akaona hapana. Na unajua kazi ya Mungu hufanywa na mioyo hiyo. Unakumbuka wanafunzi wa Yesu waliangalia mawe yale yalivyopamba hekalu, wakasema na maandiko yanasema waliangalia nyumba ile ilivyopambwa na sadaka za watu, kwa sababu ni mahali Bwana ameliweka jina lake. Kama Bwana angekuja hapa kwa namna ya kuonekana, alafu akasema natafuta nyumba nikae, wewe ungependa kumjengea? Wewe ungependa kumjengea? Yeah. Yaani ni afadhali ningeuza nyumba yangu na kila kitu, yeye ajenge nyumba nzuri zaidi, yeye akae pale, si ndio? Yeah. Unajua watu waliompenda Mungu wanaonekana kwenye utoaji wao, unaonekana kabisa. Unamkumbuka yule mama aliyekuwa na kibweta cha marhamu ya thamani nyingi, akakimimina kwenye kichwa cha Yesu. Watu wote wakafanya nini? Wakanungunika, wakaona hii kwa nini isingeuzwa wakapewa maskini? Kwa nini upotevu wote huu? Lakini maandiko yanasema yeye ametenda alivyoweza. Mungu atusaidie tutoe kwa kadiri tunavyoweza. Kwa nini? Kwa sababu tunampenda kiasi hicho, tunampenda kiasi hicho. Lakini jambo la pili linalotusukuma ndio tutazungumza. Kutoa ni kupanda na kuvuna. Tunatoa kwanza kwa sababu tunampenda, tuna kicho kwake. Lakini pili, tunatoa kwa sababu kutoa ni kupanda na kuvuna. Na kwa sababu tunahitaji kuvuna, hatuna budi kufanya nini? Kupanda. Nilikupa ule ushuhuda Bwana aliponiambia, usipohusikana na kupanda leo, utapataje ujasiri wa kuvuna kesho? No wonder wengi wetu hatuwezi kuvuna. Unajua, kama nilivyosema, nirudie tena, tumeitwa wabarikiwa tayari, tumeitiwa baraka tayari. Lakini kila siku kuna upande wa Mungu na upande wa mwanadamu kwenye kila jambo. Mungu amefanya upande wake, na sisi anatuacha sasa tutende kama wana wa baraka, ili hizo baraka zidhihirike, si ndio? Maana pale anasema apendaye maisha na kuona siku njema, anasema kabisa auzuie ulimi wake usinene mabaya, atende mema asitende mabaya, atende mema na aifuate sana amani. Ametangulia kusema ndio mlioitiwa mrithi baraka, kwa hiyo tusilaani. Huwezi kuwa mwana wa baraka alafu kinywani kunatoka laana, utakaribisha laana. Kule kuitwa mwana wa baraka hakui automatic, tunafungua hizo baraka. Kule kwamba tumebarikiwa na Mungu hakuji tu, hakumwagiki tu hivi hivi. Kuna mambo tunafanya. Ni kama vile ulimwengu kwa mfano ulivyoitwa kwa ajili ya Yesu. Yaani kila mtu aliye duniani, bila kujali ni muovu kiasi gani, Yesu ni wake, ametolewa, ameshapewa Yesu amuokoe. Na Yesu amekwisha kufa na kufufuka, akaununua wokovu kwa ajili ya kila mtu. Lakini je, kila mtu ameokoka? Si lazima aamue mwenyewe, si lazima hiari. Na baraka zingine ni hivyo hivyo. Tumeshabarikiwa kwa baraka zote za rohoni, lakini lazima tuzi release
kwa kumwamini Mungu, kwa kuishi maisha ya mbarikiwa, na mojawapo ni kuishi maisha ya kutoa, yaani sio kutoa kwa kubipu, kuishi kwa maisha ya kutoa mfululizo, kwa sababu maandiko yametuambia Mungu hadhihakiwi, chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Alafu sio hivyo tu, anasema na kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Hebu fungua pamoja nami kwenye Wakorinto wa pili sura ya 9 mstari wa 6 mpaka 11, tusomesha mimi, alafu utatusomea na Luka 6:38. Wakorinto wa pili sura ya 9 mstari wa 6 mpaka 11. Wakorintho wa pili 9 mstari wa 6 unasema, lakini nasema neno hili, Anzia mstari wa 5 pengine ili tupate picha kamili. Basi naliona ya kuwa ni lazima niwaonye ndugu hawa watangulie kufika kwenu na kutengeneza mapema karama yenu mlioahidi tangu zamani, ili iwe tayari, na hivi iwe kama kipawa, wala si kama kitu kitolewacho kwa unyimivu. Lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kila mtu atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote, mpate kuzidi sana katika kila tendo jema, kama ilivyoandikwa, ametawanya, amewapa maskini, haki yake yakaa milele. Na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu ya kupanda na kuzidisha, naye atayaongeza mazao ya haki yenu, mkitajirishwa katika vitu vyote, mpate kuwa na ukarimu wote umpatiao Mungu shukrani kwa kazi yetu. Angalia maneno ya Mungu hapa yanatuambia tunapokea, tunavuna kwa kiwango kile tunachopanda. Lakini huwa iko hivi, kiwango kile unachotoa ndicho utakachopata, lakini kilichozidishwa angalia, usome tena ule mstari wa yeye ampaye mbegu pale, amesemaje? Na yeye ampaye mbegu, mstari wa 11 wa 10, na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzidisha, naye atayaongeza mazao ya haki yenu. Atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha. Si unajua ukiotesha punje moja ya mwindi utavuna punje moja, si ndio? Lakini ile mbegu inazidishwa. Ndio mpango huo wa Mungu. Hii ni economy ya Mungu, ndugu zangu. Ukitoa kwa wingi unapokea kwa wingi. Lakini angalia, tunatoa kwa moyo wa ukarimu, wa hiari, wa kupenda, sio wa kulazimishwa. Tuko pamoja? Kwa sababu tuna msingi wa kutoa tayari, ambalo ni pendo la Mungu. Na pendo ndio tunalopenda watu, tunalompenda Mungu ndio tunalopenda nalo watu wahitaji, wakiwa ni ndugu zetu au watu wengine. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Na anatuambia hapa ya kwamba Mungu kwa ajili hiyo kuonesha kabisa kwamba ana matamanio ya kuturutubisha. Tena amesema kabisa mkitajirishwa katika riziki za kila namna. Hivyo unajua Mungu anataka uwe tajiri. Uwe na full supply. Maana utajiri maana yake nini? Utajiri maana yake ni kuwa na vyote unavyovihitaji na vya ziada, ili uweze kubariki wengine. Tuko pamoja? Atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha. Ndio maana tunasema katika vile tulivyo navyo, vingine ni mbegu. Sasa shida yetu tunakula mpaka mbegu. Vingine ni nini? Mbegu.
na mbegu ndio kanuni ya kuendeleza ya sustainability, yani ile hali ya kukoma. Ukitaka Mungu katika hekima yake alipoumba aliweka na kanuni ya mbegu, kanuni ya kupanda na kuvuna. Ndio maana vyote vilivyoumbwa viko mpaka sasa. Mazao yako mpaka sasa kwa sababu kuna mbegu. Hayakuwahi, kama wangekula kila kitu vingeisha, ingekuwa hakuna tena. Lakini kuna kanuni ya kupanda, na alisema muda nchi idumupo, majira ya kupanda na ya kuvuna, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku havitakoma. Kama jinsi ambavyo kuna mchana na usiku, kama jinsi ambavyo kuna majira ya kaskazi na kusi, baridi na joto, maana yake pia kuna majira ya kupanda na kuvuna. Na kama usipohusikana, lile somo liko kubwa sana Mungu alionipa pale. Kama usipokuwa mwaminifu katika kipindi cha mavuno, utakuwa na ujasiri wa kwenda kuvuna? Kama usipokuwa mwaminifu katika kipindi cha kupanda, niseme, utakuwa na ujasiri wakati wa kuvuna? Hapana. Watu na kipindi cha kuvuna ukikiangalia sana, mara nyingi huwa sio kitamu katika hali ya mwili, maana ni kipindi cha mvua, kunaandaa shamba, kuna kazi ngumu kidogo, na alafu unachukua mbegu ambacho kwa kweli ni chakula. Yani kama ni maharage ni chakula, kama ni mahindi ni chakula, unaenda unafukia. Ni kama kwa hali ya kawaida ni kama unatupa, ni kama unapata hasara. Unalinda lile shamba, unapalilia, lakini unafika wakati unaenda shambani kwa furaha. Na sijaona watu ambao wanasikitika kipindi cha mavuno, hata kama mavuno ni mengi kiasi gani, kwa sababu ni wakati wa kuleta nyumbani, ni wakati wa kuleta ghalani. Lakini kipimo, ametuambia kipimo ni ukarimu wetu. Tukipanda kwa ukarimu ndivyo tutakavyovuna kwa ukarimu. Tukipanda kwa choyo ndivyo tutakavyovuna kwa choyo. Kwa hiyo ukitaka kuangalia maisha yako leo, ukitaka, maana maisha yetu tulionayo leo, unless ni pito, maana lazima utofautishe. Kuna nyakati hata kama umetoa kiasi gani unapita kwenye uhitaji kama pito tu la muda, na likiitwa pito ni pito la muda, sio hali yako. Tuko pamoja? Lakini nje na pito, maisha yetu ya sasa ni matokeo ya maisha yetu ya jana. Tulionayo leo ni mavuno ya mapando ya jana. Kwa ukitaka kesho iwe nzuri, ipande leo. Tuko pamoja? Unaweza kusema, lakini mchungaji, nina kidogo sana. Hakunaga na aliye kidogo kwa upande wa kupanda. Mwanamke wa Sarepta alikuwa na kitu kidogo sana, kiunga kidogo na kichupa cha mafuta. Wewe uliye na kidogo, alizoea kusema mzee wangu wa kanisa, mzee Charles General Makakala, uliye na kidogo ndio unatakiwa kwa concerned zaidi basi, ili ukipande kiongezeke, kwa sababu aliye mwaminifu katika lilo dogo sana huwa mwaminifu katika lilo kubwa. Bwana Yesu alisema, usifikiri kwa kuwa ni kidogo huwezi kutoa. Ukiwa na vingi ndio. Ukiona watu wakitoa wenye vingi, walikuwa wanatoa walipokuwa na vichache. Maana mioyo ndio, moyo wake ndio ule ule, anavyo vingi anavyo vichache. Ana macho ya kuona uhitaji na kutoa. Na kwa sababu ni mpendo wa Bwana, anaangalia huduma, anatoa, anafanya. Yeye ni mtu wa kutoa, na kwa sababu hiyo ni mtu wa kufanya nini pia? Wa kupokea. Na waambieni, jambo hili lipokee kwa imani kama neno la kutoka kwa Bwana. Umtii Bwana. Baada ya muda utasema, nilikuwa wapi? Mbona nimechelewa? Luka anasemaje? Luka sura ya 6 mstari wa 38 unasema, wapeni watu vitu. Alafu wakati unaposoma ili na tutafutie Mithali sura ya 11 mstari wa 24. Mstari wa 38, wapeni watu vitu nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu, kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Ni maneno ya nani haya? Ni maneno ya nani? Ni maneno ya Bwana. Angalia, Baba yako wa mbinguni ana mamlaka na jinsi unavyotendewa na watu. Ni kanuni moja kubwa iliyoko hapa, na mamlaka hiyo unaichokoza wewe kwa jinsi uwatendeavyo watu.
anasema wapeni nani? Watu. Wape nini? Vitu. Vitu ni jumla ya chochote, fedha, mavazi, hiki. Hata ukiona mtu mwingine ana struggle na kitu fulani, unaweza kusema huyu mtu mwanae nimemwona hana nguo za kutosha. Mchukue mpeleke dukani kamnunulie nguo 2-3. Tena wakati mwingine sio lazima hata ajue mtu nani umemnunulia. Umeona yule mtu ana struggle, kodi yake ya nyumba hajapata na una uwezo wa kufanya, mpe. Hata kama ni hela nyingi, do it. Maana anasema hivi, yale mtakayo kutendewa na watu, nanyi watendeeni vivyo hivyo. Tuanze kupractice upendo. Upendo ni matendo, sio maneno. Ni zaidi ya maneno. Maneno yanahusika, lakini ni zaidi sana. Na yale tutendayo, angalia sana, nasema wapeni watu vitu, nanyi mtapewa. Kipimo gani? Cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa, mpaka, kwa maneno mengine, Mungu anataka akupe mpaka usivyohitaji. Mungu sio mchoyo. Angalia uumbaji wake ulivyokuwa wa ajabu. Nyota nani anaweza kuhesabu? Hakuna. Mungu ni tajiri, na Mungu anapomove kwa ajili yako, akatembea kwenye maisha yako, utele ni signature yake. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Utele ni sahihi yake kwenye maisha yetu. So nakumbuka alipomwomba Paulo Petro mtumbu wake, sema peleke chombo nje kidogo na pwani. Alafu akakaa pale akahutubu, akakifanya kile chombo chake kuwa mimbari, ule mtumbu wake ukawa mimbari. Baada ya huduma kuisha, akamwambia Petro, tweka ukavue samaki. Kwa hali ya kawaida kulikuwa kuna samaki pale tena, maana usiku umeshaisha ambao angeweza kuwakamata, na alishafanya kazi usiku kucha ya kuchosha asipate kitu. Lakini Petro alijifunza kile kisichowezekana kwa kawaida, mahali likisha kuwepo neno la Mungu panawezekana. Kila penye neno la Mungu panawezekana kila kitu, maana Mungu amesema. Kwa akasema, kwa neno lako tutazishusha nyavu. Na waliposhusha nyavu zikataka kukatika, kwa sababu Mungu anapokupa anakupa kwa utele. Narudia tena, utele ni signature ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Nanyi mtapewa kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika. Mimi ni shahidi wa hiki kitu, nimeona sana. Na wakati mwingine umesikia nikishuhudia. Nilishaishi na kipindi cha kuwa na shati moja tu. Moja kabisa, kwa maana ya moja one. Lakini nakumbuka Mungu aliponipa shati la pili, nikamwomba Mungu anipe mashati 4 ili yawe 6. Na baada ya kumwomba Mungu, nikakutana na kijana mwingine mwenzangu, yeye ana moja tu na mimi nina mawili, alafu nahesabu kwamba nina 6 sasa, maana nimeshamwomba Mungu. Kwa hiyo nikampa lile lilo bora, tena chagua lilo bora kabisa katika ile mawili nikampa. Badala ya mashati 6, Mungu anilipa 12 kwa siku moja. Nazungumza kipindi ambacho ni kijana na nina uhitaji mkubwa sana. 12 kwa siku moja, ikanishtua. Ndugu zangu, kama tungesema tushuhudie, tuna mengi ya kushuhudia. Na hakuna kitu kizuri kama kutembea na Mungu wewe mwenyewe, ukamtii wewe mwenyewe, alafu ukaona Mungu anavyoitika kwenye maisha yako wewe mwenyewe. Kitu kizuri sana kuona wewe na Mungu mnatembea pamoja. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Na kama nilivyosema, Mungu ana mamlaka na mambo yanayotokea kwenye maisha. Kwa hiyo kama wewe hujawahi kuexperience utele au upaji ambao uliona kabisa hii ni divine intervention, Mungu kaingilia kati hapa, anza kupanda. Na usimwambie Mungu atalipa lini na kwa nani. Hiyo itakuwa lini? Mungu halipi mwisho wa siku, mwisho wa mwezi kama wanadamu. Mungu mwisho wake wa mwezi sio ule wa wanadamu. Na namna alipayo ni nyingi. Atakupa vitu, atakulinda na mabaya,
atagusa watoto na kizazi kingine, atafanya mambo ambayo hukutarajia, lakini kwa ajili ya kumheshimu na kwa ajili ya kumtii. Kwa hiyo angalia, watu wanakupa fedha, unapata mavazi, unapata watu kukupenda, watu kukufariji, watu wakufanya nini? Angalia, unaridhika na hicho kiasi? Kama sivyo, anza kupanda wewe. Panda kutembelea wengine wanaohitaji kutembelea. Panda kutia moyo wengine wanaohitaji kutiwa moyo. Panda kuwapa wengine ambao wana uhitaji. Tena wakati huna kabisa, una kidogo, ndio wakati mzuri sana wa kugawa na kumpa. Jifunze hekima ya neno la Mungu. Kwa nini Mungu akampeleka mwanamke Elia kwa mwanamke wa Sarepta maskini anayengojea kutafuta kutengeneza mkate, chapati yake 1-2 ale na mwanae alafu akafe? Alishauona moyo wake yuko tayari. Nani wanawake wangapi wangeambiwa na nabii nitengenezee mimi kwanza, na wakakubali? Lakini alipomtii Mungu, neno la Bwana lilikuwa limeshanenwa, lile pipa halitaisha unga na ile chupa ya mafuta haitaisha. Mungu akiwepo pamoja nawe, kuzidishwa ni signature yake. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Sahihi yake ni nini? Anasema mpaka kiwango cha kumwagika, na ukitaka kiwe kiwango cha kumwagika na wewe mwaga. Soma Mithali. Mithali sura ya 11 mstari wa 24. Kuna atawanyaye lakini huongezewa zaidi, kuna azuiaye sivyo haki lakini huelekea uhitaji. Sura ya mstari wa 25. Nafsi ya mtu mkarimu itawandishwa, anyweshaye atanyweshwa mwenyewe. 26. Awanyimaye watu nafaka, watu watamlaani, auzaye nafaka, baraka itakuwa kichwani pake. Anazungumza habari za kanuni ya kupewa, kutoa na kupewa, kupanda na kuvuna. Kuna atawanyaye, unaona kama anatawanya, anatoa sana, lakini huelekea uhitaji, si ndio? No, huongezewa zaidi. Na kuna ambaye anazuia isivyo haki, yani isingekuwa haki kwake kuzuia. Anajiona mno yeye mwenyewe, haoni wengine, lakini huelekea nini? Uhitaji. Naomba Mungu, mtu wa Tabernacle of Glory, uwe yule atawanyaye na kuongezewa zaidi. Uwe yule mtu mkarimu ambaye utawandishwa. Uwe yule mtu ambaye unanywesha, na kwa sababu hiyo utanyweshwa mwenyewe. Yaani kayasoma ya maneno vizuri. Mithali 11 mstari wa 24 mpaka mstari wa 26. Lakini niondoke hapo, nizungumzie sasa habari za aina za matoleo na jinsi yatolewavyo. Aina za matoleo na jinsi yatolewavyo. Toleo la aina ya kwanza kabisa, toleo la aina ya kwanza kabisa ni moyo wa mtu mwenyewe. Na mtu asipofanya vizuri kwenye hili, hawezi kufanya vizuri kwenye hayo matoleo mengine. Mungu humpenda mtu ambaye kwanza ameutoa moyo wake kwake, na ndicho kitu kikubwa na cha msingi ambacho Mungu anatafuta. Moyo wa mtu anayetoa, moyo wa mhusika hutolewa kwanza kwa Bwana kabla ya mambo yote mengine, kabla ya mali zake, kabla ya vipawa vyake alivyonavyo, alivyopewa na Mungu, kabla ya mali zozote zile, chochote, moyo hutolewa kwanza kwa Mungu. Nini maana ya moyo kutolewa kwa Mungu? Lakini tusome kwanza maandiko haya, na tusome Mithali 23:26. Utatusomea na Wakorintho wa pili 8:1-5. Mithali 23 mstari wa 26. Alafu utasoma pamoja na Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Mithali 23. Na mama mchungaji Shilo utatuandalia Luka 11 mstari wa 37 mpaka 42 na Luka 7 mstari wa 36 mpaka 50. Utasoma tena Edna.
Mithali 23:26, mwanangu, nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na njia zangu. Unajua, ukija kwenye kitabu cha Ibrania unaona mwandishi wa kitabu cha Ibrania ananukuu andiko mojawapo katika kitabu cha Mithali, kwamba mwanangu, usidharau marudia ya Bwana, wala usidharau kukemewa naye. Alafu akacomment akasema, Mungu anasema nasi hapo kama wana. Kwa hiyo kwa kweli, ijapokuwa haya ni mahusia ambayo wazazi walikuwa wanasema na watoto, sio mahusia ya akili zao, kwa sababu shule ya Mungu kwa wana wa Israeli ilikuwa nyumbani, na Mungu alikuwa amewaagiza wazazi wanene na watoto wao maneno ya Mungu waingiapo na watokapo. Lakini ijapokuwa ni wao wananena hivi, sio wanadamu tu hasa walikuwa wananena, ni Baba yetu anasema na sisi. Na yeye anasema, mwanangu, nipe nini? Nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na njia zangu. Yaani ukubaliane na namna nifanyavyo kazi, ufurahie, upendezwe na namna niendavyo. Huku ndiko kuwa mtu wa Mungu, kuwa wa Mungu. Kuwa nani? Wa Mungu, yaani mali ya Mungu. Mtu ambaye moyo umempa anaumiliki yeye. Kwa maneno mengine, na hii ndio tafsiri ya kumpa moyo Mungu, maanake unampenda yeye kwa moyo wako wote, unamwamini yeye na hukugawanyika moyo kwa habari ya kumwamini yeye. Moyo wako ni mkamilifu mbele zake. Unafahamu uhusiano binafsi ulionao na yeye kama baba yako, kama wewe mtoto wake, na ukiwa umejitolea hivyo kwake, na njia zake na namna atendavyo kazi inakubalika machoni pako. Hii ni toleo la kwanza kabisa. Wakorintho wanasemaje? Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa 1 mpaka wa 5. Tena ndugu zetu, tuwaarifu habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia. Maana walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi, wingi wa furaha yao na umaskini wao uliokuwa mwingi uliwaongezea utajiri wa ukarimu wao. Maana nawashuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao, wakituomba sana pamoja na kutusii kwa habari ya neema hii na shirika hili la kuwahudumia watakatifu. Tena walitenda hivi si kama tulivyotumaini tu, bali kwanza walijitoa nafsi zao kwa Bwana na kwetu pia kwa mapenzi ya Mungu. Hii ndio siri ya Wakorintho kutoa, kwamba walikuwa wametoa nafsi zao kwa nani? Kwa Bwana. Alafu hakuishia hapo tu, wakajitoa pia kwa watumishi hao wa Mungu, yaani na kwetu. Anasema kwetu sisi akina Paulo. Na kwa sababu hiyo, pamoja na kwamba walikuwa na umaskini wa vitu, lakini umaskini wao uliwaongezea wingi wa utajiri wa ukarimu wao. Cha ajabu sana kwamba wana uhitaji, lakini waliposikia kuna ndugu zao Yerusalemu wenye uhitaji mkubwa, wala hawakujiangalia wenyewe, walifuata nia ya Kristo ya kujishikamana na walivyo navyo, wakawafikiria ndugu zao. Katika umaskini wao wakatoa vitu vyao, katika kutokuwa na vitu vingi wakatoa, katika hivyo vichache wakatoa. Nini siri? Kwa sababu walikuwa wametangulia kumpa Mungu mioyo yao, walikuwa wametangulia kumpa Mungu nafsi zao. Hiki kitu kinaonekana hapa na pale na pale. Mara nyingi watu wenye siri ya Mungu kumiliki mioyo yao, watu wenye siri ya Mungu kumiliki mioyo yao. Mwanamke wa Sarepta alikuwa ni mtu ambaye yuko huru kwa Mungu wake, lakini Luka anasemaje? Tunataka kutembea katika maandiko, katika ukweli huu wa kujitolea kwa Mungu. Luka 11:37. Alipokuwa akinena, Farisayo mmoja alimuita aje kwake ale chakula. Akaingia akaketi chakulani. Farisayo huyo alipomwona alistaajabu, kwa sababu hakunawa kabla ya chakula. Bwana akamwambia, ninyi Mafarisayo mwasafisha kikombe na sahani kwa nje, lakini ndani yenu mmejaa unyang'anyi na uovu. Enyi wapumbavu, aliyevifanya vya nje si yeye aliyevifanya vya ndani pia? Lakini toeni sadaka vile vya ndani, na tazama vyote huwa safi kwenu. Lakini ishia tu hapo kwanza.
Hapa alikuwa anarekebisha unafiki wa Mafarisayo na Masadukayo. Kwa nini wanapenda vya nje? Kwa sababu vya nje vinaonekana. Hawajali kwa ndani, kwa sababu ndani wanaona hakuna anayetuona, si ndio? Lakini anawaambia toeni sadaka vile vya ndani, yani mioyo yenu ielekezeni kwa Mungu. Akishawatakasa ndani na nje pia vitakuwa nini? Safi. Wasitafute usafi wa nje, ndani kumejaa uovu. Malizia. Mstari wa 42. Lakini ole wenu Mafarisayo, kwa kuwa mwatoa zaka na mnanaa na mchicha. Lakini ole wenu Mafarisayo, kwa kuwa mwatoa zaka za mnanaa na mchicha na kila mboga, na huku mwaacha mambo ya adili na upendo wa Mungu. Iliwapasa kuyafanya hayo ya kwanza bila kuyaacha hayo ya pili. Unaona, hayo ya kwanza ni nini? Mambo ya adili, upendo wa Mungu. Mahali pengine anasema rehema na imani, masuala makuu. Kuyatenda yale kunahitaji sacrifice kubwa zaidi, kunaonesha mtu kajitolea kwa Mungu kweli kweli, si ndio? Sasa hawa walikuwa waaminifu kwa vitu vya nje vinavyoonekana, waaminifu kweli kwa zaka, lakini hao wengine wameacha. Tunasema tunaanza na yale makuu kwanza. Tunaanza mioyo yetu kujali upendo wa Mungu, rehema, imani, waaminifu kwa Mungu wetu. Then na anasema haya ya pili ambayo ndio haya ya zaka, nayo tusiyaache. Tuko pamoja? Ilipasa kufanya hayo ya kwanza na hayo ya pili tusiyaache, lakini kumbe yanaitwa ya ngapi? Ya pili. Ndio maana anasema ukiwa na sadaka yako umeileta madhabahuni, aliwaambia, na huku unajua kwamba ndugu yako ana neno na wewe, yani umemkosea, tengeneza naye kwanza kisha urudi. Maana ndio la kwanza, moyo ukae sawa kwanza, uhusiano na Mungu uwe safi kwanza, niwe na amani na ndugu zangu kwanza, nienende katika utakatifu kwanza, moyo kwanza. Hao Mafarisayo walipenda kile cha nje kwa sababu kinaonekana. Si unaleta, wanaona umeleta zaka ya mboga ya nini, watu wanaona, wanakuhesabia haki, lakini hawajui maisha ya ndani yalivyo. Kwa toleo namba moja, mapenzi ya mioyo yetu kwa Mungu. Edna malizia lile lingine. Luka Mtakatifu sura ya 7 mstari wa 36 mpaka 50. Mtu mmoja katika Mafarisayo alimwalika ale chakula kwake. Akaingia katika nyumba yake yule Farisayo, akaketi chakulani. Na tazama, mwanamke mmoja wa mji ule aliyekuwa mwenye dhambi, alipopata habari ya kuwa ameketi chakulani katika nyumba ya yule Farisayo, alileta chupa ya marimari yenye marhamu, akasimama nyuma karibu na miguu yake, akilia, akaanza kumdondoshea miguu machozi yake na kuipangusa kwa nywele za kichwa chake, akiibusubusu miguu yake na kuipaka yale marhamu. Basi yule Farisayo aliyemwalika alipoona vile, alisema moyoni mwake, mtu huyu kama angelikuwa nabii, angemtambua mwanamke huyu amgusaye ni nani, naye ni wa namna gani, ya kwamba ni mwenye dhambi. Yesu akajibu akamwambia, Simeon, nina neno nitakalo kukuambia. Akasema, Mwalimu, nena. Akasema, mtu mmoja mkopeshaji alikuwa na wadeni wawili. Mmoja amwia dinari 500 na wa pili 50. Nao walipokuwa hawana cha kumlipa, aliwasamehe wote wawili. Katika hao wawili ni yupi atakayempenda zaidi? Simoni akajibu akasema, nadhani ni yule ambaye alimsamehe nyingi. Akamwambia, umeamua haki. Akamgeukia yule mwanamke akamwambia, Simeon, wamuona mwanamke huyu? Niliingia nyumbani kwako, hukunipa maji kwa miguu yangu, bali huyu amenidondoshea machozi miguu yangu na kunipangusa kwa nywele za kichwa chake. Wewe hukunibusu, lakini huyu tangu nilipoingia hakuacha kunibusu sana miguu yangu. Hukunipaka kichwa changu mafuta, bali huyu amenipaka miguu yangu marhamu. Kwa ajili ya hayo nakuambia, amesamehewa dhambi zake ambazo ni nyingi, kwa kuwa amependa sana.
lakini asamehewa kidogo huyo asamehewaye kidogo huyo hupenda kidogo. Kisha alimwambia mwanamke, umesamehewa dhambi zako. Ishia hapo. Nikuulize, huyu Farisayo alifanya vibaya kumkaribisha Bwana? Nao si ulikuwa na utoaji mzuri, si ndio? Na Bwana Yesu hasemi kwamba alifanya vibaya. Tena mfano unaonyesha kwamba yeye naye ni mmoja waliopata masamaha. Maana anasema, anatoa mfano wa mmoja anamwia dinari 500 na mwingine 50, akimaanisha mwanamke alikuwa ana deni kubwa zaidi kuliko Farisayo huyu. Lakini anafunua kitu kimoja hapa, kiasi alichomkirimu Yesu kilikuwa ni kizuri, lakini hakionyeshi kuguswa moyoni, ni mambo ya juu juu zaidi. Mwanamke huyu hakuwa na chakula yeye cha kumpa, lakini vitu alivyofanya vilikuwa ni vitu vya kuonyesha moyo wake. Alifanya nini? Alifanya nini? Umesahau? Alifanya nini? Alimdondoshea, na sijui alikuwa na machozi mengi kiasi gani. Unajua zamani zile ilikuwa mtu akija nyumbani kwako, wafanyakazi wanaleta maji, wanamuosha miguu, kwa sababu umetembea na nchi ile ilikuwa ya vumbi, miguu haikai vizuri, haipumziki. Anaosha miguu vizuri na viatu vyake, alafu anampaka mafuta, anajisikia fresh, ndipo sasa kama ni chakula anakula. Unakumbuka hata Ibrahimu alipowakaribisha wale watu, alisema na kama nimepata kibali machoni penu, na muingie kwa bwana wenu, kwa mtumwa wenu, mletewe maji kidogo mnawe miguu, kisha mletewe chakula kidogo. Ndio ulikuwa ukarimu wa Mashariki ya Kati. Lakini huyu huku kufanya namna ile kulikuwa kunahitaji kujishusha, kunyenyekesha. Farisayo hakuwa na kiwango hicho cha mapenzi kwa Yesu, kwa hakumnawisha miguu. Na mwanamke yule akaja kimya, hakusema kitu chochote. Yeye naye alifahamu huyu mwanamke alikuwa, kumbuka huyu ni mwanamke aliyejulikana kama mwenye dhambi, yani jamii ilimjua ni mwenye dhambi. Lakini alipata ufunuo wa Mungu huyu Bwana Yesu huyu amsameheaye. Na kwa kujua alivyosamehewa deni lake, alijisikia deni sana. Alisikia kumpenda sana Yesu. Kwa hiyo akamdondoshea machozi yake na akamfuta kwa nywele za kichwa chake. Kila mtu anajua nywele za mwanamke zilivyo za thamani. Kama ukidondosha machozi au hata maji kwenye miguu yenye vumbi, lile vumbi linageuka kuwa nini? Tope. Alafu utapeleka nywele zako, maana kwa alikuwa na nywele nyingi, ndio maana anaweza kumfutia. Utapeleka nywele zako kufuta lile tope? Lazima uwe unampenda huyo Yesu sana. Na yeye akanyamaza. Na baada ya kufanya hivyo, amempaka miguu yake marhamu, mafuta ya thamani. Muda wote anafanya hivyo. Simon anasema huyu angekuwa ni mtu wa Mungu, angekuwa nabii, angejua mwanamke huyu naye mgusa kwa mwenye dhambi. Katika zamani zile Mafarisayo walikuwa wanaona usimguse hata kwa kidole mtu unayeitwa mwenye dhambi. Walikuwa na attitude ya mimi ni bora na mtakatifu kuliko wewe. Na Bwana Yesu akasubiri mpaka kile kikaisha, kile kitendo. Akasema, na unajua ndugu zangu, kweli tuna deni kubwa. Mimi najisikia nina deni sana. Huyu Yesu aliyetusamehe, unajua kila mmoja wetu alikuwa amefungwa kwa ajili ya kuzimu na hatimaye jehanamu ya moto. Unafahamu, kama sio Yesu kukufia, kama sio Yesu kutufia, saa hizi ingekuwa ni swala la muda tu. Muda wetu ukifika, tunaondoka kwenye mwili, tunaenda kuzimu, penye mateso, penye moto, alafu na baadaye ziwa la moto. Ndio ilikuwa mshahara wetu. Mshahara unajua ni malipo halali, ndio ilikuwa malipo halali ya maisha yetu. Lakini ametusamehe na anatuambia kanuni hapa, yule anayesamehewa kidogo hupenda. Na ukweli ni kwamba huku kusamehewa kidogo na kupendwa, kuna kusamehewa nyingi, mara nyingi kunazingatia uelewa.
Maana mtu kama Farisayo angefikiri mimi sina dhambi kama huyu, hata kama nimesamehewa sio nyingi, mimi sio mzinzi kama yeye, mimi sio nini kama yeye, mimi sio nini kama nini. Na unakumbuka Bwana Yesu alisema kwenye Luka 18 kwa habari ya wale watu waliojikinai kwamba wana haki na huko wakiwadharau wengine wote, kama yule aliyesema mbele za Mungu amekwenda kusali, mimi nakushukuru kwa kuwa sio kama watoza ushuru, sio kama simo nani, na sio kama huyu mtoza ushuru, mimi hutoa zaka katika mapato yangu yote, na tena hufunga mara 2 kwa juma. Attitude ile ya mimi nafanya vizuri zaidi inapendeza machoni pa Mungu, si ndio? Hapana, maana kila akikwezaye atafanya nini? Atashushwa. Point ni hii, ukiwa na ufunuo wa kwamba Yesu amekutoa wapi, ulistahili nini, na sasa amekupa usichostahili. Maana tulistahili mauti, ndio ilikuwa fungu letu, tulistahili kupotea, lakini ametupa tusichostahili, uzima wa milele. Ametupa kesi tusichostahili, kuitwa wana wake. Ametupa tusichostahili, kuokolewa na ghadhabu na yeye. Hiyo inatuletea machozi ya mioyo, inatuletea kumwagia kilicho cha thamani miguuni pake. Kwa maneno mengine, mtu mwenye kuona Mungu amemfanyia nini, moyo wake unayeyuka mbele za Mungu, na kitendo cha moyo wake kutolewa kwa Mungu namna ile kinamfanya asihesabu gharama anapomtolea Mungu. That's what it means. Sasa sijui wewe, sijui mimi, tujiulize wenyewe, kila mmoja ajiulize mahali pake. Toleo hili la kwanza kabisa la mioyo yetu kwake yeye tumpendaye likoje? Ukisoma zile injili zile zote 4, moja ya kitu ambacho wanafunzi walikuwa nacho kwa wingi sana ni moyo wa kumpenda sana Yesu sana. Ndio maana walisema hata ijaponipasa kwenda kifungoni, hata kufa mimi niko tayari kwenda kifungoni. Walikuwa wanamaanisha, ila tu tatizo lao walikuwa wanajitegemea wenyewe badala ya kumtegemea Mungu. Mungu amwambia ombeni msiingie majaribuni, wao wanasema wanaona mimi naweza. That was the problem. Lakini walikuwa genuine. Angalia Mariamu alipokwenda kaburini siku ile ya kufufuka kwake, akina Petro wameangalia na Yohana wameondoka, yeye akakaa kaburini akilia. Yeye anaona sasa naondokaje? Wamemuondoa Bwana, anarudije nyumbani? Na kwa sababu alienda maili moja zaidi, extra mile kuliko akina Petro na Yohana, Yesu alimtokea pale kaburini. Unajua Mungu anajua moyo wenye shauku. Akamtokea akamwambia, unalia nini mama, unalia nini? Akafikiri ni mtunza bustani. Bwana, kama ni wewe umemuondoa, niambie uliponiweka nami nitamtoa. Akajidhihirisha kwa sauti aliyoifahamu, Mariamu. Unakumbuka alisemaje? Unaposoma Biblia usisome kwa haraka kama unasoma gazeti, tafakari. Alisema, Raboni, mwalimu wangu. Ni mtu aliyempenda. Siku za leo tuna makanisa ambayo Yesu kwao ni mtu aliye mbali, aliye nadharia, sio mtu halisi. Hawana mapenzi ya mioyo naye. Ndio maana siku za leo tunaona machozi machache sana kanisani. Na ukiacha kanisani, kwenye maisha yako mwenyewe, kwenye maisha yako ya maombi binafsi. Na ndio maana pia hata kwenye maombi yetu maombi tunafikiri ni kusema tu nipe. Hatuna muda wa kumwabudu. Hatuna muda wa kukaa mbele zake na kumshukuru kwa kutufia, kwa kutununua, kwa kutupenda kibinafsi. Unajua Yesu anakupenda kibinafsi kama vile hakuna mtu mwingine duniani. Wanatafakari sana jinsi ambavyo hata siku atakapokuja hapa, moja ya vitu watakavyoona na vitakavyoleta machozi wale waliomchoma ni nini? Alama. Wataona mkuki, wataona matundu. Maana sio kovu anazo, ana matundu mikononi na miguuni. Na Zakaria anaandika, mmoja atauliza, na majeraha haya ni nini katika mikono yako na miguu? Anasema, ni jeraha nilizozipata katika nyumba ya rafiki zangu. Alitupata alipokuwa anatutafuta, na ana alama za ukombozi kwenye miguu yake. Ni kama mama mmoja ambaye alikuwa na sura mbaya kwa sababu aliungua moto.
na mtoto wake alikuwa anamuonea haya kwamba mama yangu anachukiza, wana sura mbaya hivi. Lakini siku moja akamuuliza mama yake ilitokeaje akawa hivyo, naye akamuelezea, nilikuwa na uso wa kupendeza, nilikuwa mzuri wa uso, lakini mwanangu, ulipokuwa mdogo nyumba yetu iliungua moto, na mimi nikaingia ili kukuokoa usife kwa moto ule. Nikiwa nimekukumbatia natoka, nikaungua uso wangu, ndio maana unaniona hivi. Ingekuwa ni mama yako ungefanyaje? Ungesema mama, nisamehe, nimethubutu kukuonea haya, kumbe uko hivyo kwa sababu yangu mimi. Ndugu zangu, Yesu anayo matundu mikononi mwake na miguuni pake ambayo ni kwa ajili yangu mimi binafsi na wewe binafsi. Naye anasema, mwanangu, nipe nini? Moyo wako. Ndicho kitu cha kwanza ninachotaka. Moyo uwe kwangu, uniamini mimi, unitarajie mimi, unipende mimi. Macho yako sio macho ya nyama tu, macho ya ufahamu, uelewa wako upendezwe na njia zangu. Unajua mtu ambaye moyo hajampa Mungu moyo wake ni mbishi kwa mambo ya Mungu. Kwa nini hiki? Kwa nini kile? Anahoji. Lakini mtu anayempenda Mungu ni kama Mariamu alivyosema, tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Mungu anatafuta mioyo iliyoyeyuka, iliyopondeka, iliyomrudia, iliyotubu, iliyomchagua na iliyochagua njia zake, hata kama hizo njia zake wengine watazionea aibu. Tumemchagua. Nakumbuka nilipookoka na kuitwa kwenye huduma, maana niliitwa kwenye huduma immediately, na nilianza kutumika the same year. Nilipokuwa nachepuka kuelekea masomo ya theology, rafiki yangu mmoja akaniuliza sana, kwa sababu aliona nina uwezo mkubwa wa kuendelea na masomo mengine, kwa nini sasa unafanya hivi? Nikamwambia, kwa sababu Bwana ameniita. Sawa, lakini kwa nini? Nikamwambia moja kwa moja, kwa sababu nampenda. Yaani kama ameniita na mimi nampenda, nataka kumtii. Nilitafakari toka ujana wangu kwamba kwenye maisha yangu nataka nini. Nikasema kwenye maisha yangu nataka kitu kimoja, nataka kumtumikia Mungu, nataka kumtii Yesu. Na kwa kweli tangu siku ile nilikuambia, ilinitokea nikiwa nilipokuwa nimeshakuwa convinced kabisa kwamba mimi hanipendi, kwa sababu niliona mimi sijazi Roho Mtakatifu kama wengine haraka. Sio tu haraka, niliona kama mimi imeshindikana, sitajazwa kabisa, japokuwa nilikuja kujazwa. Nika conclude kwamba mimi Mungu hanipendi. Mungu akayajibu mawazo yangu, na aliponionyesha kwamba ananipenda binafsi as a person, nilisurrender. Nilisema kwamba ni kwenda kushoto au kulia, nimekuchagua, nitakutumikia, nitafanya ya kupendezayo. Na sasa hatua kwa hatua Mungu alijifunua sana kwangu katika maneno ya Mungu, hata kufahamu mimi kwangu yale maneno yanayosema hakuna aishie kwa nafsi yake, ni maneno, ni Mungu, yani ni kitu kama sauti iliyo hai kwangu, kwamba hatuishi kwa nafsi zetu, kwamba twaishi kwa Bwana, kwamba twafa kwa Bwana. Nakwambia mimi sijali Mungu angenituma wapi, nikafanye nini, as long as Mungu ndiye amesema, I will go. Yani nahitaji tu kuthibitisha ni Mungu amesema basi. Baada ya hapo nilishamwambia Mungu, popote unapotaka kunipeleka nipeleke, chochote unachotaka kufanya kwa mimi kifanye. I'm not here to do my will. Siko hapa kufanya mapenzi yangu, niko hapa kufanya mapenzi ya Mungu. Na unapoileta hiyo kwenye focus ya maombi ya utoaji kama hii, ndio kama nilivyokuambia jana na juzi, hakuna kitu nasimama mbele yangu na Mungu, kiwe fedha, kiwe nyumba, kiwe kitu chochote, siruhusu kitu chochote kiwe sanamu. Nasema haya kama kielelezo, nasema haya kama mfano. Ondoa sanamu baina yako na Mungu, mpende Mungu wako,
mpe moyo wako, mpe mwili wako autumie. Itoeni miili yenu, anasema, iwe dhabihu iliyo hai. Ndio ibada yenu yenye maana. Kama tusipotoa mioyo yetu na dhabihu yetu, hiyo ni Warumi sura ya 12, basi utoaji mwingine wote utakuwa una maana, tena utakuwa mgumu. Utatoa nisikia watu wakilalamika, unakuta wameita hasa WBK zamani, sijui kama sasa. Kuna siku ya kusisitiza utoaji, watu wanatoa mpaka viatu, wanarudi nyumbani hawana viatu. Lakini hatoi hivyo, akutoa hivyo jana na hatatoa hivyo kesho. Huo sio utoaji Mungu anautaka. Utoaji Mungu anautaka ni ule ambao ni mtindo wa maisha yote. Lakini sio hivyo tu, wanatoa huko wakilalamika na wanashuhudia, Mungu akaniambia nitoe viatu vyangu vya thamani. Anasikitika. Lazima huo moyo uutengeneze, utoe kwa furaha, si kwa unyimivu. Utoe Daudi alisema, mimi ni nani na watu wangu ni nani hata tutoe namna hii? Kama kutoa kuna kuuma, bado kuna kitu cha kutengeneza. Moyo hujampa bado. Lakini kama moyo wako uko kwake, hakutakuwa na kitu ambacho ni kigumu kutoa. Kwanza utafurahi, mimi ni nani mpaka nimtumikie, mpaka nimtolee? Alafu nisikilize, mwanamke huyu alifanya kitu kwa Yesu kama Yesu mwenyewe. Na unajua leo Yesu yuko wapi? Address ya Yesu inapatikana kwa wanadamu, kwa watu hasa waliomwamini. Katika uhitaji wao anasema, kadiri mlivyomtendea mmoja wao hao wadogo waniaminio, mlinitendea mimi. Tuko pamoja? Halo? Kwa sababu tunampenda Mungu tutafanya. Hili ni toleo namba moja. Ndio la kwanza kabisa. Kutoa moyo, maisha, siku zetu, uhai wetu, kila kitu kwa Mungu. La pili, fungu la 10 la vitu vyote. Na naposema la vitu vyote, maana yake sio fedha tu. Siku za leo nimekutana na mafundisho yako kadha wa kadha huko mitandaoni. Wanasema fungu la 10 ilikuwa ni agizo la Mungu kwa Waisraeli, sio kwa kanisa. Alafu wanasema tena fungu la 10 ilikuwa ni kwa ajili ya mazao tu na wanyama, sio fedha, sio mali nyingine yoyote. Ngoja nikuambie fungu la 10 ni la nini hasa. Tuangalie maandiko kidogo. Shamimu, tufungulie Mwanzo sura ya 14 mstari wa 17 mpaka 20. Na sura ya 28 ya Mwanzo hiyo hiyo mstari wa 20 mpaka 22. Na Edna tusomee, utatufungulia Luka 18 mstari wa 10 mpaka 12. Kuna vitu nataka uone pale katika maandiko yale. Mwanzo 14 17 hadi 20, alafu sura ya 28 mstari wa 20 mpaka 22. Abrahamu aliporudi kutoka kumpiga Kedolaoma na wale wafalme waliokuwa pamoja naye, mfalme wa Sodoma akatoka amlaki katika bonde la Shangwe, nalo ni bonde la mfalme. Na Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Akambariki akasema, Abraham na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba wa mbingu na nchi. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyetia adui zako mikononi mwako. Abraham akampa fungu la 10 la vitu vyote. Nataka uone hiyo phrase. Fungu la 10 la nini? Vyote. Rudia, fungu la 10 la nini? La vitu vyote. La vitu vyote. Na unajua wafalme walipokuwa wanaenda kupigana wakateka mateka, walikuwa wanachukua mazao tu,
na wanyama peke yake, pengine wanaacha, si ndio? Si ndio? Hapana. Ukisoma historia ya wafalme wanapoenda kupigana na wafalme wengine, hata baadaye katika Israeli, walikuwa wanachukua mazao sawa, mimea sawa, lakini wanachukua mpaka watumwa, wanachukua mavazi, wanachukua dhahabu, wanachukua fedha, wanachukua vyakula, yani wanatoa kila kitu walichokuwa nacho wengine. Kwa anaposema hapa kwamba alimpa fungu la 10 la vitu vyote, sio mahindi na maharage na wanyama na ng'ombe na kondoo, ni pamoja na mavazi yao, ni pamoja na dhahabu zao, ni pamoja na fedha zao. Fungu la 10 la vitu vingapi? Vyote. Fungu andiko linalofuata Mwanzo 28 mstari wa 20 mpaka 22 unasema, Yakobo akaweka nadhiri akisema, Mungu akiwa pamoja nami, akinilinda katika njia niendayo, na kunipa chakula nile na nguo nivae, nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu, na jiwe hili nililolisimamisha katika nguzo litakuwa nyumba ya Mungu, na katika kila utakalonipa hakika nitakutolea wewe sehemu ya 10. Na katika mazao na mimea utakayonipa, katika kila utakachonipa. Na ukitaka kujua kwamba katika vitu alivyokuwa navyo ni pamoja na fedha, angalia kulipoingia njaa, alituma wanyama na kondoo kwenda Misri. Alipowatuma watoto wake wakanunue chakula, aliwatuma kondoo na ng'ombe ili wakatoe kule Misri? Hamsomi Biblia? Walikwenda na nini? Na fedha. Kwani si ndio maana walipochukua yale mazao, walipochukua ile nafaka, baadaye walipofungua magunia wakakuta fedha yake ya kila mtu imerudishwa, si ndio? Jamani, wangapi wananielewa wanachosema? Yaani ni mapato ni kila kitu, katika kila utakachonipa. Na wengine wametumia hii kuweka nadhiri, wakafikiri fungu la 10 ilikuwa ni nadhiri, ni juu yake. Kumbuka Yakobo ni mjukuu wa Ibrahim ambaye alishatoa fungu la 10 kwa Melkizedeki. Fungu la 10 lilikuwa analijua. Kwa lugha nyingine, ukisema kwamba hii ni nadhiri, basi itabidi useme pia, na hata anaposema nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu, kwamba hiyo ni nadhiri tu, sio ya kila mtu. Sio kila mtu awe Mungu, awe Bwana awe Mungu wake. Itakuwa sawa sawa. Tukisema hii ni kwa ajili ya Ibrahimu tu ndio Bwana awe Mungu wake, lakini sisi wengine sio lazima, kwa sababu ilikuwa ni nadhiri yake. No, chukua vyote in context. Tuko pamoja watakatifu? Lakini Luka anasema pia, nataka tuone maneno hayo vitu vyote ina maana katika kila utakachonipa, kwamba ni ng'ombe ni mbuzi, kwamba ni maharage ni mahindi ni kahawa, kwamba ni fedha au ni dhahabu, nitakutolea sehemu ya 10. Maana yake nitakuwa mtu wa Mungu kama ninavyopaswa, kama baba yangu Isaka na babu yangu Ibrahim alivyofanya. Tuko pamoja watakatifu? Luka anasemaje? Luka mtakatifu sura ya 18 mstari wa 10 mpaka 12. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja Farisayo na wa pili mtoza ushuru. Yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake, Ee Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara 2 kwa juma, hutoa zaka katika mapato yangu yote. Na huyu sasa ni Myahudi ambaye ni baadaye sana, ambaye mpaka Yesu yupo kipindi kile anatoa mfano wa mtu. Maana alipotoa mfano ni kwa sababu kulikuwa na actually hii ni hali iliyokuwa ya Wayahudi na Mafarisayo katika siku zile. Na hapa anafunua kitu, kisa kimojawapo ambacho kimeshatokea. Ndivyo Mafarisayo wote walikuwa wanasema mioyoni mwao, mimi sio kama wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi. Lakini hayo sio nataka usikie hapo. Katika hili nataka usikie tu maneno haya, hutoa zaka katika wanyama na mazao peke yake, si ndio? No, katika mapato yangu yote. Na hapa kuna msingi mkubwa wa fungu la 10.
Fungu la 10 ni sehemu ya 10 ya pato ya nini? Pato ya kile anipacho Mungu. Na ndio maana nilisema huko nyuma, niseme tena, ukienda kukopa kwa ajili ya biashara, ule mkopo sio pato. Unanielewa? Huwezi kutoa fungu la 10 kutoka kwenye mkopo, maana huo mkopo sio pato lako, sio mali yako. Umeazimwa ufanyie kazi ile fedha upate kipato chako. Kwa maneno mengine, faida inayotokana na ule mkopo ndio pato lako, ndicho alichokupa Mungu. Unasema hiki ni chako, na ni kutokana na hicho unaweza ukatoa nini? Fungu la 10. Na ule mtaji ambao umeupata kwa kukopa, unafanya nao nini? Unaurudisha. Kitendo cha kwamba unaurudisha, maana yake sio wako, na usiporudishwa utahesabika umefanya nini? Umeiba, ana umechukua mali ya mwingine. Unanielewa? Kwa hiyo elewa, fungu la 10 hutoka kwenye pato. Hili ni jambo la msingi sana. Hapa tunapoulizana, niomba nizungumze pia jinsi ya kutoa fungu la 10 kwenye mazao na kwenye biashara, tutazungumza, lakini msingi ni huu, pato. Unajiuliza, nini Mungu amenipa? Nini kilicho changu? Kama mwanafunzi amepewa kwa mfano ada, anatakiwa kulipa 2 milioni ada, akapewa na baba yake au mama yake, nenda kalipe ada. Je, atoe fungu la 10? Kwa nini? Kwa sababu sio pato. Kitu alichopewa pale sio 2,000, milioni 2. Kitu alichopewa pale kinaitwa nini? Ada. Inatakiwa kwenda kama ilivyo. Tuko pamoja? Lakini akaambiwa hii hapa milioni 2 ni ada, na hii 500,000 ni pocket money. Pocket money hiyo ni nini? Pato. Anatakiwa kutoa fungu la 10, ni yake, amepewa iwe yake. Lakini akaambiwa na hii 100,000 itakuwa ni nauli yako ya kwenda, anatakiwa kutolea fungu la 10, si ndio? Hapana. Kwa nini? Hiyo 100,000 sio pato. Alichokipata pale kinaitwa nauli, sio pato. Kinatakiwa kiende kwenye mwenye basi au ndege au kadhalika. Katika kila utakachonipa, hutoa fungu la 10 katika mapato. Ibrahimu akampa fungu la 10 la vitu vyote alivyovipata. Yaani ni msingi wa kutoa fungu la 10 ni pato lako. Tuko pamoja? Na kabla tutazungumza jinsi ya kutoa kila kimoja, ikiwa ni mazao, ikiwa ni biashara, lakini kabla ya hapo nataka kuestablish ukweli huu. Linapoitwa fungu la 10 la pato, ni pato lipi? Pato ghafi au pato baada ya kutoa makato? Yaani niseme kwa lugha hii, kwa mfano una mshahara wa shilingi milioni 2, ukishakatwa unabaki milioni 1 labda na 500,000 kwa mfano. Pato ghafi ni milioni 2. Pato baada ya makato ni milioni 1 na 500,000. Tunatoa wapi fungu la 10? Pato baada ya makato au pato kabla ya makato? Kabla ya makato. Kwa nini? Principle ile ile. Unauliza pato ni nini? Tuko pamoja? Kitendo cha kwamba unakatwa ni kwa sababu ni yako, ulishapewa wewe, ikiwa inaitwa pato lako. Sasa unadaiwa kodi. Isingekuwa ni yako, basi kodi isingekuwa ni wewe umetoa. Unanielewa anachosema? Hiyo ni kwenye upande wa mishahara, ni kwenye upande wa fedha. Lakini
Tuje kwenye upande wa biashara, labda nitatumia mifano michache. Nataka niliseme hili alafu nizungumzie swala la ukamilifu wa fungu la 10. Unafanya biashara tuseme ya duka, biashara ambayo inaingiza faida kidogo kidogo, au ya genge. Sukari inaingiza faida fulani, mchele unaingiza faida fulani, mafuta kadhalika, au matunda, maparachichi ukinunua yanaingiza kiasi fulani cha faida, matikiti, mapapai na kadhalika. Ukipiga hesabu ya yote pale, yani tukija kwenye duka lako au kwenye genge lako tukaorodhesha mapapai ni mangapi, kila moja umenunua shilingi ngapi, na machungwa na nini, ile jumla tutakayopata pale, ile sio faida ghafi. Kwanza hakuna hata faida pale bado. Kwa nini? Kuna pesa umenunulia vitu. Unanielewa? Tuko pamoja? Yaani kwa mfano shilingi 200,000 umenunua matikiti, shilingi 100,000 ukanunua maparachichi, shilingi 50,000 ukanunua machungwa, na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Ile bei ulionunua ambayo umechukua kaenda ukanunulia, na nauli yako ya kununulia ni pato. Ulikuwa nayo tayari. Ile ni mbegu umeiweka ikazae. Tuko pamoja? Lakini utakapouza mapapai, ulinunua kwa shilingi 50,000, sasa nimeuza. Ngoja nikuambie jinsi rahisi ya kufanya. Unahitaji kuwa na daftari. I wish ningekuwa na kitu nikachora hapa. Unahitaji kuwa na daftari ili uandike ukurasa huu, uandike tarehe 1 mpaka tarehe 1 mpaka 8 ya mwezi fulani hadi tarehe fulani, ili ujue hii ni juma, ni ukurasa wa wiki fulani. Ndani kuna item 1, 2, 3 mpaka pale unapofika, alafu kuna column moja, yani dirisha moja mapapai, alafu unaandika. I wish ningekuwa na kitu cha kuandika hapa. Ubao, hebu niletee ubao kwa sababu ni muhimu sana kuelewa. Na hii nitaendelea nayo kesho pia, maana muda uruhusu. Lakini wakati unaleta, ngoja nieleze. Unaandika mapapai, alafu bei ya kununulia column moja, bei ya kuuzia column nyingine, faida column nyingine. Tunaelewana? Halo? Kwa hiyo kwa mfano umenunulia papai moja shilingi 1,000, wewe unauza shilingi 2,000, faida ghafi shilingi ngapi? 1,000. Matikiti ni hili moja. Kwa hiyo hapa unayo, ukishajua moja bei yake, maana yake ukiuza 6 utajua pia na faida yake, ile ghafi yake ni mara 6, si ndio? Tuko pamoja? Na mapapai na maparachichi na kadhalika unaweka pale. Ukijumlisha unajua nilitumia shilingi fulani kununulia, nimetumia shilingi fulani kuuzia, faida jumla ni shilingi fulani. Tuko pamoja? Unaipata ile, unatoa gharama za uendeshaji kwa maana ya nauli yako, sawa, na vile vitu ambavyo ni vya lazima. Alafu baada ya hapo unajua maparachichi peke yake yameleta kiasi fulani, mapapai yameleta kiasi fulani cha hela, maembe kiasi fulani cha hela. Jumla ya faida iliyopatikana kwa haya yote ni kiasi fulani. Kwa hilo pato lako hilo, sasa ukiniambia huku mwanangu, mimi nitakuwa nafundisha huku, natakiwa nifundisha wale kule. Yafuteni vizuri. Nimefutwa vizuri? Mnayoona hapo? Naona kama maka pene. Usiweke huko juu, hapa weka hapa chini hapa. Mnaona? Au hapa juu? Hapa au juu kabisa? Hapa. Kwa hiyo naomba mmoja anifutie vizuri wakati tunasubiri. Kwa kilimo ni hivyo hivyo, lakini ni tofauti kidogo. Kilimo fungu lake la 10 ni tofauti kidogo, ni tofauti kidogo. Lakini
Hii ilikuwa ni biashara ndogo. Sema biashara yoyote. Nipe mfano wa biashara nyingine nikwambie. Na msingi ni ule ule. Pato. Wewe jiulize tu, pato ni nini? Tuko pamoja? Pato ni nini? Maana kuna kilichokuwa mbegu na kuna ambacho ni matokeo ya mbegu. Pato ni matokeo ya nini? Hizi kalamu unahitaji bulldozer ndio tuwashe. Hii ni item number. Kwa hapa tutaandika 1. Kwa mfano tunazungumza habari ya genge. Huyu ni mtu wa genge. Sawa? Kwa tunasema parachichi. Parachichi bei ya nunua, unaandika tu nunua. Nunua, uza, faida. Na kama unataka kufanya vizuri, so una daftari lako kubwa. Kila item hiyo na ukurasa wake. Kila item inakuwa na ukurasa wake. Hii ni parachichi ni 1. Kwa nikisema hii ni ile ambayo haifutiki kumbe. Na hapa lazima uhesabu moja moja, usihesabu tu gunia. Maana utaweza kuja maana wewe unauza moja moja. Kwa hiyo nasema parachichi ngapi? Labda 20. Alafu kila moja shilingi ngapi? 200. Haya, tuseme 1000. Nimenunua 1000. Nanunua 1000. Alafu hii naiweka hapa 1000. Kila moja 1000 sawa. Kwa hiyo hapa itakuwa ni 1000 mara 20, si ndio? Si ndio? 20. 20,000, 20,000. Nauza moja shilingi ngapi? 1,500 au 2,000. Ni mfano tu. Faida itakuwa shilingi ngapi? Hii ni kwa moja. Hii ya kwa moja maana yake ni shilingi 1,000. Na kama nikitaka kuweka jumla hapa, sasa hii jumla itakuwa inaongezeka kwa kadri ninavyouza. Yaani nikiuza matatu hapa naendelea kushuka, inakuwa ni shilingi 3,000, si ndio? Nikiuza hapa naweza nikaamua kuweka tarehe, anything ambacho kitanisaidia kufanya follow up. Nikiuza matano zaidi, mtajumlisha na yale matatu, yatakuwa 8, itakuwa 8,000, si ndio? Tukishuka nayo hivyo na huku yanaendelea kupungua, yalikuwa 20,000, yalikuwa mapapai 20, hapa yataendelea kushuka, yatakuwa labda 15, hapa yatakuwa labda amebaki 10, hapa yatakuwa amebaki 5, mpaka mwisho yanaisha. Na huku mpaka nifike mahali imefika 0 hapa hii itazidi nayo kupungua. Lakini hata nisipoandika hapa chochote bei ya kununua, maana hii itashuka tu hapa chini, si ndio? Itashika hapa chini, jumla ni 20,000 ile inashuka. Na hii hapa kila moja hii ni kunionyesha tu kitu ambacho kitakuwa kinabadilika hapa ni hapa na hapa. Kwa sababu hapa naweza nikauza matatu, hapa nikauza 4, 5. Huku inaendelea kunilipa faida mpaka mwisho anashuka hapa. Kama yalikuwa ni 20 na kwa faida na nimeuza shilingi 1,000, faida itakuwa ni shilingi ngapi? 20.
Huu ni ukurasa wa maparachichi. Nitaenda ukurasa wa mapapai, nitafanya hivyo hivyo. Nitaenda ukurasa wa maembe, nitafanya hivyo hivyo. Kwa hiyo nitajua hapa pato ghafi ambalo ndio jumla ya kutolea fungu la 10 ni 20,000 na fungu la 10 ni shilingi ngapi? Naandika kabisa fungu ni shilingi ngapi? 2,000. Najua kwenye parachichi fungu langu la 10 ni shilingi 2,000. Nitaandika ukurasa wa maembe hivyo hivyo. Ukurasa wa maembe wakati mwingine nakuja kukatia hapa, sifiki mpaka huku, maana bado yamebaki, si ndio? Kwa hiyo nitatoa kile kilichoko hapa, kama ni shilingi 1,000, 2,000, 1,000 kama matatu shilingi 6,000, 3,000 na ile inakuwa ni shilingi 1,000, inakuwa 4,000. Kwa hiyo mimi naleta kanisani shilingi 4,000. Toa kugawanya kwa 10 inakuwa shilingi 400. Kwa maparachichi nafanya hivyo hivyo, kwa maembe nafanya hivyo hivyo. Na sita, na lazima utembee na daftari lako na uwe na bahasha pembeni. Na ili usipate hasara, kila kinachokuja weka tu pembeni. Wewe hakikisha tu kila moja ni shilingi 1,000, maana yake faida ni shilingi 100, weka pembeni. Nimeuza matatu leo shilingi 3,000, fungu la 10 ni shilingi 300, weka pembeni. Mpaka kufika hapa utakuta mshajikata yenyewe shilingi 2,000 imejikata yenyewe kutoka kwenye maparachichi. Na unaiandika kabisa, bahasha hii inaita parachichi, fungu la 10 la parachichi. Bahasha nyingine naita papai. Bahasha nyingine naita matikiti. Baada ya wiki imejikata automatically. Wewe unacheka bahasha. Ngoja nikwambie, mimi sifanyi biashara hiyo, lakini natembea na bahasha. Nyumbani nina bahasha, hapa ofisini kuna bahasha hapa. Kwa nikipata posho yangu ya kutoka kanisani, nishamwambia mhasibu kabisa, kabla hujanipa kata fungu la 10. Kwa anakata kwenye bahasha na anaweka bezaleli. Lakini kule ninayopata nyumbani, popote pale muujiza umenitokea au nimesafiri, natembea na bahasha. Ukinipa shilingi 20,000 leo, ujue nimekata shilingi 2,000 nikaweka kwenye bahasha. Kwa namna ile, kwa sababu nyinyi mna advantage ya kutoa kila siku kanisani, mimi sina. Kwa hiyo ikifika mwisho, na wakati mwingine nasema hivi nimezidisha au ni kweli? Kwa sababu ukitoa fungu la 10 kwa uaminifu, unakuta unabarikiwa na unashangaa, hizi pesa zote ni mimi nilikuwa nazo. Wengi hatuoni hivyo kwa sababu hatutoi, hatufanyi. Kwa sababu hata ukifika wakati wa kutoa umesahau. Ukumbuki hivi pale nilipata shilingi ngapi? Nilipata shilingi ngapi? Ukumbuki. Lakini ukiwa mtu unayefanya follow up na unakata mara moja, baadaye unazoea, futa hii. Baadaye unazoea kabisa. Kama ni chakula, kama akina kata Razawa, kila item ina bei ya kununulia na ina bei ya na faida unayoipata. Unaweza ukajua kabisa katika kila kimoja hapa nitapiga hesabu hii na hii na hii. Alafu kuna swala la kutoa gharama, unaona hii sasa haifutiki. Kuna swala la ukishapata jumla ya faida yote, unaweza kuleta whiteboard, lakini na zile peni ambazo zinafutika. Hizi ni zile hazifutiki. Basi acha tu. Nitaomba tutengeneze mazingira mazuri, kama ni flip chart tuwe nayo, tuiandae ili tutengeneze mfano wa kuonekana kabisa. Mfano wa kuonekana. Na kama tunaweza tukawa na mgoya huko hapa Daniel, watu wanaweza kututengenezea mifano mizuri, kwa mfano ya catering services, duka la bidhaa. Principle ni ile ile, unatoa kutoka kwenye nini? Kwenye nini? Pato. Na pato sio ile mbegu. Yaani kama fedha ulikuwa nazo tayari, kwa mfano mimi nikikupa mtaji wa shilingi milioni 2, utaenda kutoa fungu la 10? Kama lengo ni biashara, ukiamua ni wakula, unageuka kuwa pato. Unanielewa? Lakini ukiipeleka kwenye biashara yote, ile ni mbegu. Kile kitakachozaliwa na ile milioni 2 ndiyo pato.
ndio wanafungulia sasa nini, fungu la 10. Unless, na ndio maana wafanya biashara unaweza ukamwambia nikopesha 5,000 akakwambia sina, lakini unaona pesa nyingi zinatoka, kwa sababu sio zake, ni za biashara yake. Maana unapofanya biashara, kama unataka kufanikiwa, lazima utenganishe pesa zako na pesa za mtu mwingine anayeitwa nani, biashara. Na unatakiwa kuwa na nidhamu ya kutosha kutokumuingilia mtu anayeitwa biashara. Sasa lakini si una mamlaka nazo? Ndio, lakini hizi zimeshatengwa kwa kazi ya biashara, sio zako. Hata wenye nyumba za kupanga vile vile mnatakiwa muweze kujua, muweze kufanya hizo nyumba ikulipe, na wakati huo uweze kujiservice. Hilo ni somo lingine. Lakini niseme kwa habari ya fungu la 10 hapa, kitu kikubwa nilichotaka kusisitiza ni fungu la 10 lililo kamili. Hilo tutaendelea nalo kesho. Na ili kujua lililo kamili, lazima ujue faida ghafi ni ipi. Tuko pamoja? Na wanyama, kuna swala la wanyama pia. Tutazungumza habari za wanyama, muda wetu umekwenda. Tutazungumza habari za wanyama. Naomba tusimame tumshukuru Bwana. Unajua Mungu kitendo cha kusema sehemu ya 10 ni yake, maana yake anatuonyesha yuko na yeye ni mbia wetu katika mapato. Yaani muingize Mungu, muache Mungu achukue nafasi yake kwenye fedha zako, kwenye kila kitu unachofanya. Awe yani muone kama ndio partner, na ndio partner mkuu, maana ndivyo ilivyo. Ya kwake mpe. Tuko pamoja? Funga macho tuombe. Baba, asante kwa kuwa watufundisha ili tupate faida, kwa kuwa watufundisha ili utupate vizuri zaidi. Maana matoleo kama neno lako linavyotufundisha yatufunza kumcha Bwana, kutembea na Mungu. Tusaidie katika haya, tuwe na mioyo iliyonyooka, iliyokuelekea yote, isijitolee kwako katika wakati wowote, katika jina lake Mwokozi wetu Yesu, amen. Karibu kwa matangazo.